Moja kati ya vitu Tanzania inajivunia ni pamoja na kuwa na makabila mengi takribani 124, lakini vile vile kuwa na vivutio vingi sana ambavyo vinawafanya watalii kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania kuja kuangalia ni nini ambacho Tanzania wanachojivunia, kipi Tanzania kinawapa maendeleo, lakini kubwa zaidi ikiwa ni utalii. Sasa baada ya kabila wa Masai kuwa ndo wanashika nafasi kubwa katika masuala mazima ya kiutalii, watu wanakuja kuangalia kabila hilo la Masai. Sasa Wazaramo nao tayari wamefikiwa na kuonekana wana vivutio vingi sana ambavyo watu wengi wanatamani kuja kuangalia waweze kufahamu kuhusiana na kabila la Wazaramo. Sasa leo nakuletea historia ya kabila hili la Wazaramo uweze kufahamu kwamba wao ni akina nani, kwa nini pia wameonekana ni vivutio katika utalii. Na hii ni Baigeza TV, usahau kusubscribe, kulike, kushare, vile vile na kucomment juu ya taarifa zetu hizi hapa. Leo tunaangazia sasa historia ya kabila la Wazaramo. Wazaramo ni kabila la Kibantu linalopatikana katika eneo la pwani ya mashariki mwa Tanzania, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Wanajulikana kama kabila kubwa zaidi katika jiji la Dar es Salaam na maeneo ya jirani. Idadi yao inakadiriwa kuwa takribani 700,000 na zaidi ya 98% yao ni Waislamu na madhehebu ya Sunni hasa na madhehebu ya Shafii. Historia na asili. Wazaramo wanahusishwa na makabila ya Luguru na Kutu na wanadhaniwa kuwa walihamia pwani ya mashariki mwa Tanzania kutoka maeneo ya magharibi kama Luguru katika karne ya 18. Hii inathibitishwa na uhusiano wa kimaumbile na Luguru na lugha yao ya Kizaramo ni karibu na Luguru, Kutu, Kwere na Kami. Katika historia yao Wazaramo walikumbana na mashambulizi kutoka kwa makabila ya Ngoni na Kamba. Kwa mfano, Pazi, Kilama na kabila la Kutu alisaidia kuwafukuza Wakamba kutoka eneo lao, na baada ya vita hiyo Wazaramo walilazimika kulipwa kodi ya kila mwaka na Shomvi, na baadaye kodi hiyo ililipwa na sultani wa Zanzibar. Ukoo wa mama. Wazaramo wanafuata mfumo wa ukoo wa mama ambapo urithi na mali kupitia kwa upande wa mama. Nyumba na mazishi. Nyumba za Wazaramo zilikuwa kubwa na umbo la mraba. Mazishi yalikuwa ya kulaza maiti makaburini. Mwanaume alilazwa upande wa kulia na mwanamke upande wa kushoto, kichwa kuelekea magharibi. Kaburi lilipambwa kwa kusimamisha ubao mguuni mwa sanamu ya ubao wenye kofia upande wa kichwa. Kaburi lote lilifunikwa kwa paa la nyasi. Mwanasesele wa kike au mwanagiti. Mabinti walipewa mwanasesele wa kike wa ubao waliotumika kuanzia kubalehe hadi kumzaa mtoto wa kwanza. Ngoma ya mdundiko. Wazaramo wana ngoma ya jadi inayoitwa mdundiko inayojulikana kwa kichoro ya nguvu na midundo ya furaha. Ngoma hii hutumika katika sherehe za mavuno na matukio mengine ya kijamii. Chimanga. Hii ni mziki wa jadi wa Wazaramo unaotumika katika sherehe mbalimbali kama ngoma, saxophone na marimba hutumika kuunda midundo inayosindikiza michezo ya ngoma. Wazaramo ni wakulima wa kujikimu, ingawa baadhi yao wanaishi mijini na kufanya kazi za mijini. Wanajihusisha na kilimo cha mazao kama vile ndizi, miwa, mahindi na mpunga, pamoja na ufugaji wa mifugo kama mbuzi, kondoo na kuku. Pia wanajihusisha na utengenezaji wa kaa wa ujenzi wa samani. Katika jamii ya Wazaramo, urithi wa ardhi kupitia kwa upande wa mama na familia nyingi zina furaha na kuridhika na maisha yao. Wazaramo wengi ni Waislamu na madhehebu ya Sunni, hasa wa madhehebu ya Shafii. Hata hivyo, baadhi yao bado wanashikilia imani za jadi, ikiwa ni pamoja na mwabudu roho aitwaye Kolelo na kufanya dhabihu za mavuno. Wanaogopa sumu ya uchawi na dini ya Kristo inachukuliwa kama dini ya wageni. Katika miaka ya hivi karibuni Wazaramo wanabana na changamoto za mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Uhamaji wa watu kutoka maeneo ya vijijini kwenda mjini imeathiri utamaduni wao na baadhi ya ardhi yao imeuzwa kwa watu wenye nguvu za kiuchumi. Hata hivyo, Wazaramo bado wanajivunia utamaduni wao na wanajitahidi kuhifadhi
kwa vizazi vijavyo. Bwana, hiyo ndio historia ya kabila la Wazaramo ambao wameonekana kushika hatamu zaidi katika siku hizi kama vile vivutio vya hapa nchini Tanzania. Hii ni Baigiza TV, usisahau kusubscribe.